fupi, na hasa sisi kama taasisi ya kielimu tukaona tuchukue mwelekeo huo wa kuangalia zaidi safari yake ya kitaaluma, na ambayo pamoja na kwamba tumetamka wazi kwamba tunataka kusoma historia yake ya kitaaluma, yako mambo ambayo tunagundua ndani yake kwamba katika kusoma historia ile hatukuweza kuitenganisha na maisha yake, maisha ambayo yamejishuhudia kwanza juhudi ambayo yeye mwenyewe aliweka katika kile ambacho Mwenyezi Mungu alimjalia, lakini vile vile ambavyo ametumia taaluma yake kahudumia taifa, kahudumia watu binafsi, na ninahakika kanihudumia hata yeye mwenyewe kuweza kufikisha kile ambacho amepokea kwa Mwenyezi Mungu kuwa sasa leo ni zawadi kwetu. Katika somo letu la kwanza kutoka kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya 4 mstari wa 7 mpaka wa 15, hasa mstari wa 7, tunasikia maneno yafuatayo: mwenye haki ingawa amekufa kabla ya wakati wake atastarehe. Ningependa tafakari yetu ijikite katika mstari huo. Mwenye haki ingawa amekufa. Maneno hayo yanatoka wazi kwa mtu ambaye tayari unaonja amekatiliwa, amenyang'anywa, ameondolewa. Profesa Balozi Mahalu, sidhani kama sehemu yoyote ya maisha yake na hata katika historia yake kati yetu sisi kama familia ya Sauti amewahi kusimama akasema mimi ni mwenye haki. Lakini ni kauli ambayo sisi ambao tumefaidika na wema na huduma zake na ukarimu wake na yote ambayo tumeyasikia na mengine ambayo pengine hatujayataja, sisi tunasema baba huyu ni mwenye haki. Ni haki huyu kwetu sisi amefariki. Katika kufariki kwake inawezekana pakatokea mawazo mengi, labda ndio mwisho wa hiki, labda imefikia ukomo, sasa tumempoteza, hayupo tena kati yetu, amefariki. Kwa upande mmoja ni kweli hatutakuwa naye tena Profesa Balozi Mahalu, lakini kwa yule mwekezaji wa haki ambao amewekeza, pengine yeye akiishi kama maisha ya kawaida, hicho kifo kinabaki ni chetu. Tumeondolewa, pengine tulitegemea kuendelea kuchuma katika wema huo, katika nafasi hiyo, na uchumaji huo pengine tukafika usio na mwisho. Lakini leo sisi tunakaa hapa tukiomboleza kwa sababu amefariki. Sehemu ya pili ya maisha yake ni lile neno ingawa. Hii ingawa inatutoa sisi, inatuweka kando. Ingawa amekufa tunaomboleza, lakini tunaambiwa atastarehe. Matumaini ya starehe ya mpendwa wetu Balozi Costa Rica Mahalu tunayashuhudia tena sisi wenyewe
kama vile ambavyo tunasikitika kwa kumpoteza, ameondoka kati yetu, lakini matumaini hayo ya starehe yapo, kwa sababu sisi wenyewe leo ni mashahidi kwanza wa juhudi zake ambazo zimemwinua, zimempandisha. Hii ni jumuiya ya wasomi na mmeelewa, tunaambiwa alianza huduma ya kitaaluma kama tutorial assistant, lakini unaona ni kwa mwaka mmoja tu. Pale hakuna muujiza wa Mungu, ni juhudi yake. Kwani ushuhuda tunao leo hata kati yetu tutorial assistant miaka 5-6 kustaafu tutorial assistant, na naridhika kwa sababu ya kukosa juhudi, kutokubali kwamba historia yako, maisha yako na mwenendo wako ambao ni mpango wa Mungu unakudai ushiriki wako. Mwaka mmoja kamiliza, tukianzia hapo tu kuwekeza, lakini na mengine yote ambayo tumeona ni historia yake, si muujiza. Tumeambiwa alionyesha kipaji. Wako leo wenye vipaji vikubwa, lakini wanaishia wapi? Kipaji ambacho kinakufanya usipande, unashuka. Yeye alipigana na hilo, na tunaona kweli katika kushirikiana na juhudi ya Mungu ameweza hata kuishi maisha ya kidunia. Ukiona historia yake, ameishi amestarehe, nafasi zote alizopata, si kwa upendeleo, na pengine unaweza ukasema alipaswa kupata zaidi, lakini pengine aliridhika na hiyo starehe. Sasa kama alistarehe, na sisi tunaonja katika historia yake, amestarehe hapa duniani na ametuacha tunamlilia mwenye haki, ni kwa nini maneno haya ya hekima ya Sulemani yasitimie, kwamba hata baada ya mauti yake tuna matumaini atastarehe? Sulemani anaendelea anaonyesha vipimo ambavyo vyetu vya kibinadamu sio mara nyingine havina maana yoyote, lakini vinapata maana pale ambapo maisha ya binadamu yamekuwa ni kama uwekezaji ndani ya mpango wa Mungu. Mwenyezi Mungu anatupa maisha kama mtaji, na sisi ni lazima tutumie. Kumbe ni kati ya vitu ambavyo mimi naonja na kuona yeye huyu ambaye sisi tunadhani ingawa amekufa atastarehe miongoni mwetu. Wale ambao leo tutaweka mawazo na nia maume ya kusema kwa nini mimi nisifikie pale ambapo profesa amefikia. Anastarehe, atastarehe kwako, na atastarehe vizuri kwako kama utamchukua kama role model. Yaani unafanya kwa sababu nimesikia profesa fulani ambaye amefariki alifanya hivi, nataka nipite njia yake. Na starehe hiyo itakuja kuwa yako, kwamba sisi tunafikia mahali tunarithi. Sisi tukiwa wanafunzi kule Roma, tulibahatika, huyu baba ndio alikuwa balozi wetu miaka ile, na tunapigia mstari yale yanayosomwa, si mambo ya maandiko. Alipigania ule Tanzania, alituunganisha. Ubalozini paligeuka kuwa kama nyumbani kwetu. Sijui kama kuna balozi zingine, lakini nakumbuka ubalozi wa Tanzania Italia, wale sijui tuliosoma nao kama wapo hapa au wengine wameshachoka, kina Njaule. Tulikuwa tunakwenda ubalozini si kwa ajili ya kudai haki zetu, tulikuwa kwenda kuchoma nyama choma. Tena nyama yenyewe ni mapaja ya kuku peke yake.
huyu baba akiwa anatusimamia na ametugharimia. Mwaka 2005 serikali ya Tanzania ikabadili passport, sio tukiwa ughaibuni, wakatuambia tulipie ili tuletewe passport mpya. Tulikuwa vijana wakati ule, tukaungana na Watanzania wengine ambao sio mapadri wala nani, tukataka kufanya kitu fulani ambacho kidogo hakiendi. Nakumbuka profesa aliitisha mkutano, akatukalisha pale, akatuambia mnataka nini? Passport. Akasema sio passport tu, kuanzia zile picha ambazo zinadaiwa nyumbani mtapigwa hapa ubalozini ili zitoke kwa kiwango kinachokubalika, sio tukapeleka halafu nyingine zikarudi kwamba hazina kiwango. Tukatafuta wapiga picha, tukapigwa picha, tukajaza taarifa zetu, tukauliza, kwa sababu tatizo lilikuwa moja. Passport Tanzania ilikuwa ni shilingi 50,000 kulipia. Sisi kule wakatuambia tulipe €50. Sasa ukizidisha €50 ni zaidi ya $100,000. Tukasema hapana, tafuteni hesabu tuwape €50,000 ya Tanzania, hata kama ni kwa usawa wa euro. Baba huyu baada ya kupiga picha akatuambia basi tutawatangazia passport zenu zikiwa tayari. Tukauliza bei gani kupiga picha, na akasema nendeni tutatangazia. Tuliitwa tukachukua passport bila sisi kulipia, maanake alifanya kazi kuhakikisha kwamba tunakwenda, akalipia passport. Sio zetu wanafunzi, hata Watanzania waliokuwa wanaishi Italia wakati ule. Aliweza kusoma mtu na kumweka katika utulivu, astarehe mtu, na wazi kwamba pengine ile sisi tusingestarehe, hata yeye asingestarehe kwenye ubalozi. Tuanze woga na kudhani mwisho wa safari yake ni mwisho wa upendo wa Mungu. Kwa hiyo ni ujumbe tena anakuja kwetu, akitualika na kutuelekeza tunaweza yale ambayo kwanza ni yetu ya kidunia, lakini zaidi sana yakatupandisha hadhi na hatimaye upendo na utendaji wa Mungu ukajidhihirisha katika hayo. Katika hilo somo la Injili tunasikia Kristo anashukuru na kushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafungulia watoto wachanga. Lugha ya watoto wachanga katika Biblia inawakilisha unyenyekevu, upole, utulivu, lakini busara ndani yake ambayo ndio inaleta hekima ya kweli. Mara nyingine mambo haya ya maisha ya binadamu, na hasa katika jumuiya ya kisomi kama hii, tumeng'ang'ana kuyapima katika vipimo vile vya kitaaluma na ambayo vinatugharimu. Napata jumuiya nzuri yenye wasomi wakubwa, lakini hawana mahusiano, hawajaliani. Mimi ni profesa, mimi ni dokta, na wengine hata kufikia kusema siwezi kuongea na wewe, na huyo anaambiwa ni mwanafunzi anayejiandaa, fikie nafasi yako. Ni kutumia hekima na akili za dunia. Matokeo yake unakuwa ni msomi unayechukiwa, msomi usiyestahili, tunaweza tukasema, kwa sababu huna manufaa katika jamii, katika jumuiya. Baba huyu katika huo unyenyekevu wa mtoto mchanga, tunaelewa jinsi alivyoishi hapa. Profesa Mahalu hakuweza kupita mtu, hakuweza kuahirisha shida ya mtu. Hii ni sifa ambazo amejichunia, amekubali kunyenyekea pamoja na nafasi kubwa aliyokuwa nayo. Mara nyingine ungeweza kumhukumu hivi, hata Ulaya alishafika kweli. Alivyokuwa mpole baba huyo, unyenyekevu, inahitaji unyenyekevu. Matokeo yake anajenga familia hii kubwa
ambayo leo inakuwa familia inayompendeza yeye na inayompendeza Mungu. Haya tusipotumia hekima na busara ya Mungu yamefichika. Yesu anatuambia tutadhani ukubwa uko katika madaraka tulionayo, ukubwa uko katika elimu tulionayo, na hivi tukavunja mahusiano ya kiutu. Baba wewe anatuonyesha utu kwanza, na hili ndilo ambalo Kristo analiongelea. Anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Profesa Mahalu anamaliza maisha yake ndani ya taasisi hii, lakini tunaelewa wengi wamepumzishwa na yeye. Pengine kibinadamu naweza tukaongelea zaidi wale waliosaidiwa kifedha, wala si hilo peke yake. Amekuwa baba mshauri mwema, baba aliyejua hata kwenda na mawimbi makali na kuyatuliza. Ni kama alirudia maneno haya ya Yesu, jitieni nira yangu mjifunze kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Karama hizi ambazo alijaliwa na Mwenyezi Mungu, baba huyu amezitumia. Tunamwaga Balozi Profesa Mpole, na ikiwezekana katika kumbukumbu yenu sauti mpigie mstari pale kwenye Balozi Profesa, ninaruhusu wekeni hata kwenye mabano Mpole, halafu ndio mseme Costa Rica Mahalu. Mnafahamu upole wake stafu, jinsi ambavyo aliweza kutumia upole hata katika mambo magumu, na matokeo yake anaiacha leo taasisi katika hali ya kukua. Sauti ilikuwa inaporomoka, wala sio siri. Tulikuwa na deni ambalo kila tunapokutana limekuwa. Kwa upole na unyenyekevu, pamoja na wengine walilalamika wakasema anashughulikia deni kuliko watu. Hakuacha mtu amekufa, lakini hakukubali taasisi ife. Safari yake ilikuwa inakwenda mwaka 2030, hakikisha amemaliza matatizo yote ya sauti, pamoja na kwamba ametuacha. Matumaini hayo ameyatekeleza kwa 50% katika upole na unyenyekevu wa moyo. Sisi ndio tunaopata faraja. Faraja hiyo, ndugu zangu, ambayo tunaisikia kwa yeye kutekeleza, ambayo ndio imewezesha leo hata wafanyakazi wanalipwa mishahara kwa wakati wake, ndio iwe furaha yake ya milele. Tumwombee kwa Mwenyezi Mungu apate pumziko la amani. Tumsifu Yesu Kristo.